Yes, wanasema kwamba simba mwenda pole ndiye mla nyama na ngoja huumiza matumbo. Iliwalazimu Simba wangoje kwa muda mrefu na kisha siku ya jana katika uwanja wa Moses Mabhida, Afrika ya Kusini, katika jiji la Durban, wakifanikiwa kutinga katika hatua ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, CAF Confederation Cup, mara baada ya kwenda suluhu ya bila kufungana, tasa sare maua, na kufanikiwa kufuzu kwa faida ya goli 1-0 walilolipata hivi karibuni katika mchezo wa mkondo wa kwanza uliopigwa visiwani Zanzibar, visiwa vya marashi ya Karafu. Bao 1-0, 1-0, 1 karai 1-0. Sasa mara baada ya ushindi huo wa goli 1-0 na pia kufanikiwa kwa matokeo ya jumla kuingia katika finali, wanataraji kwenda kucheza na RS Berkane. Sasa story kubwa, big story, ni kwamba Simba kupenya katika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika na kujibu maswali yalikuwa yakiulizwa kutoka katika pande mbalimbali, hususan kubwa katika kutoka kwa watani zao wananchi Young Africans Sports Club, ambao wao walikuwa huwaelezi chochote mbele ya mafanikio ya Afrika, kwani wao walishafanikiwa kucheza katika hatua hii ya finali na wakatolewa kwa goli la kanuni. Sasa katika picha zangu huko asubuhi majira ya saa fulani hivi, mara baada ya kupata kifungua kinywa na nini katika mitandao, nikawa nimegumia story ya Eric David Nampesi ambayo ameibandika katika ukurasa wake wa Facebook. Eric David Nampesi huyu akiwa ni mwandishi wa habari wa zamani wa chombo cha BBC Swahili kutokea kule London, UK, Uingereza huko. Eric ameandika kwamba ni kama amefanya quotation kutoka kwa Green Oswald, huyu akiwa pia ni mshabiki wa michezo lakini pia mdau wa michezo, akiwa ametoa imla ndefu ambayo inaelezea lile bandiko la Ali Shaabani Kamwe, afisa habari wa Young Africans, ambalo yeye alilitoa hivi karibuni mara baada ya Simba kufuzu katika hatua ya nusu finali, akisema kwamba hii ndio haiwezekani, akiwa ameposti picha ya Young Africans wakiwa wanavaa medali za kombe la shirikisho barani Afrika, alafu akisindikizia na maneno hayo. Sasa hii ikiwa ni quotation kutoka kwa Green Oswald, anaandika mzigo wa upumbavu kwenye ubongo wa Ali Kamwe. Wakati Yanga anavaa medali ya mshindi wa pili kombe la shirikisho msimu juzi, Ali Kamwe aliamini hakuna timu yoyote Tanzania inayoweza kufikia mafanikio yale. Aliposti picha hii iliyobamba kwa caption yenye maneno haya: hii ndio haiwezekani. Hii caption ilibebeshwa maandishi ya ujivuni, na huu ulikuwa mkuki aliotumia kuzijeruhi hisia za wahafidhina wa Msimbazi. Tumsamehe kwa kuwa yeye ilikuwa ni matokeo ya upumbavu, kipindi ambacho hekima imesalitiana na ubongo wake. Furaha ilipomzidia, akili zikaondoka bila kumwambia ziendako. Maisha ya soka yanahitaji akiba ya maneno. Ndilo somo alilopata baada ya hitimisho la mchakato wa nusu finali za Simba na Simba kufuzu finali. Aliko leo Ali Kamwe ni katikati ya sayari ya simanzi. Hawezi kuwa na furaha sababu maumivu yameuposa moyo wake, lakini hii ni funzo baada ya kuadhibiwa na fimbo ya nyakati. Tuendako atakuwa mwanafunzi mzuri mwenye uchaguzi sahihi wa maneno kila microphone zinapooga mvua ya mate yake. Kila microphone zinapooga mvua ya mate yake. Nembo ya mpira wa Afrika Mashabiki inabebwa na Simba Sports Club. Kuamini hakuna timu inayoweza kufika finali ya shirikisho zaidi ya Yanga. Huu ulikuwa ni udumavu wa fikra. Kauli ilionekana kutoka ndani ya kichwa cha binadamu ambaye kuna mstari mwembamba sana unaomtenganisha yeye na punguani. Hiki kilikuwa kiwango kikubwa cha upumbavu ambako hata masikio ya mwenda wazimu yaligoma kusadiki. Busara ilipoondoka bila kumuaga, Ali Kamwe akaanza kuvitamani viatu vya Mungu kwa kutaka kuitabiri kesho aliyonyimwa mamlaka ya kuijua. Eti hii ndio haiwezekani.
Watu wanaenda sayari ya Mars wakiwa wamebeba bumunda na maji tu, ndiyo ishindikane kucheza kombe la shirikisho? Hapa akili ya Ally Kamwe ilipitiwa na usingizi. Halmashauri ya ubongo wake ilipata hitilafu. Alifikiri kama binadamu aliye hai mwili, ila fikra zikiwa kwenye kaburi la upumbavu. Ally Kamwe akiwa kwenye kilele cha upotofu wa fikra, akaionesha dunia madini ya ujinga yanayopatikana ndani ya mgodi wa kichwa chake. Simba imefuzu fainali ya kombe la shirikisho, mwambieni aandike tena. Sasa mimi nikamaliza hivyo kutokana na hili andiko la Green Oswald ambalo limepostiwa na Eric David na Mpessia. Nimekuambia ni mwandishi wa zamani wa BBC. Sasa nikaenda moja kwa moja kwenye ukurasa wa Instagram wa Haji Sunday Manara, huyu akiwa ni mdau wa michezo kabumbu hapa nchini Tanzania. Haji Manara ameposti picha ile ile alikuwa ameposti Ally Kamwe. Sasa raundi hii amesindikiza na maneno ambayo ni ya tofauti kidogo na Ally Kamwe. Hii ni picha ambayo wachezaji wa Young Africans wanakabidhiwa medali za mshindi wa pili. Haji Manara amesema kwamba kwa nature ya ushabiki wetu hapa nchini ni ngumu sana kwetu kupokea uchungu huu. Lakini hiyo ndiyo football, jana kwetu leo kwao. Na wale kwa nature ya ushabiki wetu hapa nchini ni ngumu sana kwetu kupokea uchungu huu. Lakini hiyo ndiyo football, jana kwetu leo kwao. Na wala sio mwisho wa dunia kwa wao kufika finali ya kombe la loser. Tujipange kwa Champions League ya msimu ujao na tukavuke malengo yetu. Haya ya kujinunisha ni kujitia stress bila sababu. Waacheni watambe, na ndiyo raha ya utani wetu wa jadi. Mimi nikasema mara baada ya kusoma hilo bandiko, hebu ngoja nipitie comments. Waja huwa wanasemaga nini mara baada ya hili andiko. Huyu anasema wanasimba wote gonga likes zetu hapa. Huyu anasema wanasimba tunaposema tukichukua kombe la shirikisho la CAF nyuma mwiko wahamie Kenya kwa wiki moja, gonga likes zetu hapa. Huyu anakuja anasema anaipongeza timu yake kisiasa zaidi baada ya kuingia finali. Huyu anasema Simba hatuna utani wa jadi na Yanga, msifosi utani. Sawa, huyu anasema ushindi wetu wa jana umekuumiza zaidi ya hata kuachana na Zailisa. Sawa, huyu anasema nyie mlikuja na cheni shingoni, sisi tunakuja na kombe. Natamani kushabikia kwa makelele, sema mke wangu atajua nimemsamehe. Hatari sana. Hizo ni comments za waja mara baada ya kile ambacho kimetokea siku ya jana kwa Simba Sports Club wana Walunyasi wakifanikiwa kutinga katika hatua ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF mara baada ya kwenda sare na Mkaburu, klabu ya soka ya Stellenbosch kutokea Afrika Kusini. Huyu mwingine anasema anaitwa Chid Official 6, anasema bado tunajenga timu. Alafu akacheka, Simba matapeli sana. Huyu mwingine anasema anaweza kuvunja ukuta wa Simba pale Barcelona, anayeweza kuvunja ukuta wa Simba ni Barcelona peke yake. Sawa, huyu mwingine anakuja anasema kwamba huyu ni Babra, alishawahi kuwa kiongozi pale Simba, amepiga emoji ya fire, emoji ya moto. Na mimi kwa sali hiyo sina la ziada. Endelea kuwa karibu na Kurasa TV Online, ukipenda you can call me mtangazaji wa taifa. Nifuate pale kwenye Instagram, tukae kinyama zaidi, tukae kaa watu.